Habarini za jioni vipenzi vyangu. Poleni na majukumu. Kama ambavyo nilijitambulisha katika video yangu iliyopita, mimi naitwa Mwanaharakati Jackie. Ni mwanamke mpambanaji ambaye ninapambana kwa ajili ya watoto wangu wanne. Ninapambana kuhakikisha kwamba wanapata mahitaji pamoja na baba yao. Lakini nia yangu ni kusema kwamba mwanamke ni nani, ili wewe ambaye umekaa nyumbani na ni mama wa nyumbani, umeolewa na hujui nini cha kufanya, basi nataka nikwambie, jitambue leo. Mwanamke ana thamani kubwa sana kwenye familia yake, hasa kwenye upande wa utafutaji. Mimi ni Mkristo, nimeokoka, nampenda Yesu. Nina maneno fulani hapa ambayo naweza tu nikakusomea kutokana na Biblia yangu au na namna ambavyo nimefundishwa kwamba mwanamke ni nani. Na nitakusomea katika Mithali 31 mstari wa 10 na kuendelea. Mithali 31 mstari wa 10 na kuendelea. Na wenyewe unasema, mke mwema ni nani awezaye kumwona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Moyo wa mumewe humwamini, wala hatakosa kupata mapato. Wala hatakosa kupata mapato. Huyo mwanamke humtendea mema wala si mabaya siku zote za maisha yake. Hutafuta sufu na kitani. Huyo mwanamke hufanya kazi yake ya mikono kwa moyo. Huyo mwanamke afanana na merikebu za biashara. Huleta chakula chake kutoka mbali. Huyo mwanamke tena huamka kabla haijaisha usiku. Huwapa watu wa nyumbani mwake chakula. Huyo ni mwanamke. Na wajakazi wake sehemu zao. Huangalia shamba. Huyo mwanamke huangalia shamba akalinunua kwa mapato ya mikono yake. Kupanda zabibu. Huyo mwanamke pia ni mkulima. Mimi naomba tu niishie kwanza hapa. Nataka tu niishie hapa. Nitaka tu nikuonyeshe namna ambavyo mwanamke ameaminiwa. Ana kazi kubwa. Kwanza, moyo wa mumewe umwamini. Kama huna mume, jua kwamba Mungu amekuamini. Wewe mwanamke hapo ulipo, majukumu yako ni makubwa. Anakuambia, anasema mwanamke mwema nani awezaye kumuona. Kwa hiyo sisi wanawake tupo wengi, lakini kuna vitu ambavyo, kuna maarifa ambayo mwanamke atakapokuwa nayo ameweza kufanya vitu vikubwa sana mpaka jamii ikashangaa. Kwa hiyo Biblia yangu inasema mwanamke anafanana na merikebu za biashara ambazo huleta chakula chake kutoka mbali. Huyo mwanamke anaamka asubuhi na mapema kabla jua halijaisha, kabla usiku haujaisha, na huwapa watu wa nyumbani mwake chakula. Chakula alichokitafuta kwa mikono yake mwenyewe. Biblia yangu ikaenda mbali zaidi, anasema huyaona mashamba kisha huyanunua kwa pesa za mikono yake. Kwa hiyo sisi wanawake tumeaminiwa, tunafanya mambo makubwa. Ukiendelea mbele utakuta mahali pameandikwa sisi wanawake tunawalinda waume zetu. Yaani tumeaminiwa mpaka tunafanya kazi ya kuwalinda waume zetu kwa maombi. Kwa hiyo mwanamke hapo ulipo, usikate tamaa kwamba nimefanya biashara nyingi, sipati hela. Mwanamke hapa ameambiwa ni mkulima, analima zabibu. Mwanamke anatengeneza kitani, sufu na kitani kwa mikono yake mwenyewe, anafuma. Mwanamke analima, mwanamke anafanya biashara kama merikebu, analeta chakula kutoka mbali. Wewe mwanamke ambaye unakaa nyumbani, tangu asubuhi panako kucha jua, unaangalia season. Inatoka season ya Kihindi, inakuja ya Kichina, inatoka ya Kichina, inakuja ya Kikorea. Wewe umekaa nyumbani ukitegemea baba alete tule. Kwa kweli unafanya makosa. Nataka nikutie moyo wewe uliyekata tamaa kwamba hautaweza biashara, unaweza. Hebu anza sasa. Nifuatilie kuanzia tunapoanza hii channel, tunaianza sasa safari yangu ya maisha, ili uone naamka asubuhi na kwenda kutafuta maisha halisi ya kwangu. Nataka nikuonyeshe pia na mafanikio niliyoyapata kupitia hiki ambacho nakifanya. Nikutie moyo nilikotoka mpaka hapo nilipo. Kwa hiyo mwanamke umeaminiwa. Hebu jiamini na ukujikubali. Simama kwenye nafasi yako kama mama. Masingomaza
Msiniangushe rafiki zangu. Mnaweza kufanya mambo makubwa mpaka huyo ambaye alikwambia wewe ni single mother akajirudi tena akasema mama, hebu tukae tutafute maisha. Maana akiangalia kipato ulichonacho kwa utafutaji wako kinamzidi hata yeye. Tumepewa majukumu makubwa sana ya kufanya. Sisi ni wasaidizi wa waume zetu. Kwa hiyo lazima tusimame kwenye nafasi yetu. Asante sana. Basi nakukaribisha kwenye video inayofuatia. Nadhani umejifunza kitu. Ninaitwa MC Jacqueline au mwanaharakati Jackie, mpambanaji. Ninafanya mambo mengi, nitakujulisha. Asante, karibu sana.